Lakini basi katika siku zile za Maria wanajaribu kumweleza, sasa sijui pengine basi kupiga tena. Bikira Maria mama wa Yesu Kristo ndiyo kielelezo cha kwanza kati ya watakatifu wa mbinguni. Tumeelewa? Ndio maana Bikira Maria ni mfano na kielelezo chetu bora cha upendo kwanza, cha imani thabiti kwa Mwenyezi Mungu, cha upendo thabiti kwa Mwenyezi Mungu, cha usikivu, utii, unyenyekevu na utekelezaji wa mapenzi na matakwa ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo kati ya watakatifu walioko mbinguni, basi mama Bikira Maria anashika nafasi ya kwanza. Mama Bikira Maria mama wa Yesu Kristo ndiye kielelezo cha kwanza kati ya watakatifu wa mbinguni. Maana yake mama wa Mungu ni kielelezo cha kanisa kwa habari ya imani na mapendo na umoja kamili na Kristo. Katika sifa nyingi alizonazo Bikira Maria, naona tutafakari katika hizi chache. Ukitaka sifa za Bikira Maria, soma litania yake. Sawa? Zote ni sifa. Mama wa shauri njema, si nini, mama mwenye upendelevu, nyota ya asubuhi. Inaeleza, maana yake litania ile inaeleza habari ya sifa za Bikira Maria. Nzuri. Sasa ndugu zangu, katika litania yake kanisa limetupa mafundisho makuu ya imani katika masuala manane juu ya Bikira Maria. Kwanza ni mkingi wa dhambi ya asili. Bikira Maria mkingi wa dhambi ya asili. Sisi wote tumerithi kwa Adamu na Eva dhambi ya asili. Bikira Maria alikingiwa dhambi hiyo kwa mastahili ya kuja kumzaa mwanae Bwana wetu Yesu Kristo. Maana yake alikombolewa na mwanae Yesu Kristo kwa kukingiwa dhambi. Dhambi gani? Dhambi ya asili. Kwa neema ya Mungu, Maria amebaki safi kabisa na kutenda dhambi yoyote katika maisha yake. Hiyo sifa ya kwanza. Ndio maana mwenye moyo safi, mkijua dhambi ya asili. Pili, mama Bikira Maria ni mama wa Mungu. Bikira Maria ni mama wa, ni mkingi wa dhambi ya asili. Bikira Maria mkingi wa dhambi ya asili. Maana yake alikombolewa na mwana Yesu Kristo kwa kukingiwa dhambi ya asili. Kwa mastahili ya mwana alikingiwa dhambi ya asili. Alafu pili, maana yake kwa neema ya Mungu Maria alibaki safi kabisa, hakutenda dhambi yoyote katika maisha yake. Bikira Maria mkingi wa dhambi ya asili. Sifa bora na kubwa kabisa. Kwa wengine basi kama ni watakatifu wengine wale sibanako lazima walibatizwa, walikuwa wanatubu, alafu baadaye basi na mengine. Alafu pili, Bikira Maria ni mama wa Mungu. Mama wa Mungu kwa sababu alimzaa Yesu Kristo aliye Mungu kweli na mtu kweli. Sifa ya kwanza, Bikira Maria mkingi wa dhambi ya asili. Bikira Maria mama wa Mungu. Kwa nini? Kwa sababu alimzaa Yesu Kristo aliye Mungu kweli na mtu kweli. Alafu tatu, Bikira daima. Bikira daima, maana yake ni bikira kabla ya kuzaa, wakati wa kuzaa na baada ya kuzaa. Sasa mtanihurumia kidogo jamani. Bikira sasa Mona Lisa, maana yake usafi wa moyo na bikira katika maana kwamba hakuwa na mahusiano hayo kabisa.
Umenielewa? Umenielewa? Au ngine itakuja Mungu aniombe. Umeelewana? Umeelewana? Ndio. Umeelewana? Hata wale watawa ambao wamejitunza na kujilinda kabisa, hawakujichafua katika mahusiano ya mume na mke. Ndio maana zamani bikira ila sio, haina maana ile nyingine ile, basi nisiseme zaidi. Tumeelewana? Kwa hiyo kwanza, mkingi wa dhambi ya asili; pili, mama wa Mungu; si tatu, bikira daima. Sio sawa? Bikira daima. Okay. Maana yake bikira kabla ya kuzaa, wakati wa kuzaa na baada ya kuzaa. Okay. Alafu 4, Bikira Maria mpalizwa mbinguni. Watu nasherehekea kama basi iwa inaamka tarehe 15 ya mwezi wa 8. Sawa? Sasa sisi hapa Tanzania huwa tunasogeza Dominika ile iliyo jirani na tarehe 15. Si? Kama inawezekana pengine tarehe 15 kuna ngapi kuliko kupeleka ya mbele, au inasogeza baada ya tarehe 15 Dominika iliyo karibu, au tunairudisha nyuma kwa sababu kwetu ile sikukuu ya amri. Sawa? Bikira Maria mkingi wa dhambi ya asili. Sio? Mpalizwa mbinguni. Kwamba ni yeye peke yake ambaye baada ya kuwa amekufa, alikufa ila hakuoza kaburini. Sawa? Hakuoza kaburini. Na wanaeleza kwamba kwa sababu alikingiwa dhambi ya asili, kwa kuwa kufa na kuoza kaburini ni matokeo ya adhabu ya dhambi ya asili, na kwa kuwa Bikira Maria alikingiwa dhambi hiyo, hakustahili adhabu hiyo. Sawa? Tumeelewana? Alafu hoja ya pili pia, kwa vile alikuwa kwa vile Yesu alitoa mwili wake kutoka mwili wa Bikira Maria, isingefaa Yesu ambaye alikufa akafufuka, alafu isingefaa Bikira Maria afe na mwili wake uweze kaburini, na wakati Yesu alichukua mwili wake kwa nani? Kwa mama. Kwa hiyo ilifaa mara baada ya kufa ashiriki utukufu wa mwili wa mwanaye. Maana yake ni kumfikia Mungu au kumfikia mwanaye akiwa na hali ya utukufu ya mwili na roho. Alafu basi nafuata mengine. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa alipalizwa mbinguni mwili na roho, yaani baada ya kumaliza maisha yake hapa duniani, Bikira Maria aliingia mbinguni mwili na roho. Hizo ndio sifa za Bikira Maria. Ndio maana hizo sikukuu tunaziadhimisha, sio? Sio? Ndio. Bikira Maria mama wa Mungu inaadhimishwa tarehe 1 ya kila mwaka. Bikira Maria mama wa Mungu inaadhimisha tarehe 1 kila mwaka. Bikira Maria mkingi wa dhambi ya asili tarehe 8 Desemba. Kuna sherehe kwa masista kwa tarehe 8 Desemba. Alafu Bikira Maria mama wa Mungu tayari. Bikira Maria mpalizwa mbinguni huwa tunaiadhimisha tarehe 15 ya mwezi wa 8. Kule ambapo sio lazima wanaadhimisha tarehe ile, lakini kwetu si Tanzania huwa tunaivuta. Kama kuna ile tarehe 15 inakaribiana na Dominika, Jumapili ya nyuma tunaileta hapa. Kama inakaribiana na Dominika ile inayofuata baada ya 15 tunaipeleka wapi? Kwa sababu tu, na ndio maana yale ambayo tunayatafakari pale, basi kama watu nasikilizana ndio yenyewe. Basi hizo ni sifa za Bikira Maria. Sifa 4. Bikira Maria mkingi wa dhambi ya asili. Ya pili,
Bikira Maria mama wa Mungu. Bikira Maria mama wa Mungu. ya tatu Bikira Bikira Maria Maria daima. Bikira daima. Bikira daima. alafu ya tatu maliza mbili